Uhali gani mwanafunzi wa darasa la umeme? Karibu tena katika mwendelezo wa darasa letu, na leo tunaenda kujifunza jinsi ya kufunga float switch. Float switch kazi yake ni kukata maji automatically. Yes, mtafahamu inakataje maji. Nikwambie tu kwa wewe mwanafunzi ambaye bado haujajiunga na darasa langu la WhatsApp, namba zangu hizo hapo chini. Ni cheki nitakuunga kwa gharama nafuu sana. Na kwa wale wote ambao mnahitaji kupata CD au flash disk ambayo ina full tutorial za masomo ya umeme, pia zinapatikana kwa gharama nafuu sana. Popote ulipokuwa katika mkoa ambao upo, flash inakufikia au CD inakufikia. Hata kama uko out of this Tanzania, maana yake inamaanisha nchi za jirani, pia mzigo unakufikia vizuri sana. Niwashukuru kwa wote ambao mshapata flash pamoja na CD. Thank you so much. So float switch mara nyingi sana huwa inakata maji endapo tanki linakuwa limejaa. Yaani ile float switch hivi kama unavyoiona, unatakiwa uifunge hivi, sawa? Baada ya kuifunga hivi utaining'iniza size ambao unahitaji maji yakifikia level fulani yaweze kukata. Kwa hiyo faida ya kufunga kwanza float switch ni kwamba endapo utasahau kuzima DP switch, sawa, na alafu utakuwa umetoka, maana yake ni kwamba hautakuwa na stress ya maji kumwagika. Lakini usipokuwa na float switch, maana yake kama umesahau kuzima DP switch, utakapokuwa huko utaanza kuwa na stress ya maji kumwagika endapo yatajaa katika lile tanki lako. Okay, leo nataka tujifunze jinsi ya kuifunga hii float switch. Ni rahisi sana, na moja ya watu ambao wanawakubali ni nyinyi ambao mnanifuatilia. Mmekuwa waelewa sana kwa masomo yote ambao huwa nawafundisheni. Okay, ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho wa darasa hili la leo. Float switch. Kwanza umeshajua kazi ya float switch ni nini? Sawa. Kwa kinachofuatia sasa hivi unatakiwa ujue ni kwamba float switch inaungwa vipi. Sawa. Nikwambie tu, maji hayawezi kupanda katika tanki bila kuwa na pampu. Tumeelewana? Kwanza lazima uwe na pampu. Hii ni pampu ambayo inasukuma maji kupeleka katika tanki. Utakuta umepigiwa simu maybe na mteja ambaye anahitaji kufungiwa float switch, alafu unakutana ameshafanya kazi yake, ameshafanya wiring. Wire iliyotoka katika distribution board imeenda mpaka katika DP switch, na katika DP switch ilitoka outlet ikaenda mpaka katika pampu. Sawa. Pampu pale itaungwa na watu wa plumber, watu wa bomba wanaunga mpira wao pale, unapeleka moja kwa moja katika tanki la maji. So fundi umeme kazi yake hapo sasa, ndo watu wengi sana huwa wana escape, wanakimbia, hawawezi, wanapiga sana simu, ni kuiunga float switch kuanzia hapo. Kwa hiyo ungana na mimi, nitegee sikio vizuri ili uweze kupata kitu katika darasa hili la leo. Nikwambie kuna uungaji wa aina mbili za float switch. Kuna kwa kutumia contactor, sawa, alafu kwa kutumia DP switch tu ya kawaida bila kutumia contactor. Sawa, lakini leo nataka niwafundisheni ya kawaida bila kutumia contactor. Na darasa lijalo nitawafundisheni kwa kutumia contactor. Sitaki leo kichwa chenu nikijaze vitu vingi sana. Sawa? Okay, na wakubali sana. Okay, unapotaka kufunga float switch, kwanza unatakiwa uwe na float switch. Float switch yenyewe ndani yake katika ile waya, hii waya unayoiona ina waya hizo tatu. Sawa? Kuna waya mwekundu, kuna waya mweusi na kuna waya wa blue. Tumeelewana eh? Lakini katika hizi waya tatu zisikumize sana kichwa. Una uwezo wa kutumia waya zote tatu, na pia una uwezo wa kutumia waya mbili na float switch ikafanya kazi. Mafundi tuko aina nyingi sana, na kila fundi anakuwa na kujiongeza kwake. Sawa, unaweza ukatumia waya zote tatu, na pia unaweza ukatumia waya mbili. Zote ni tekniki za fundi yoyote mzuri, lazima uwe na tekniki nyingi sana. Okay. Katika pampu yako zilienda waya mbili ambazo zilitoka katika DP switch. Sawa. Kwa hiyo unachotakiwa ni kufanya, chukua float switch yako kwanza, ifunge hivi vizuri kama unavyoona katika picha hii hapa. Alafu utaining'iniza katika tanki. Yaani ukiishusha sana chini, maana yake maji yakiishia hapo chini ndio yatakata. Lakini ukipandisha sana juu, ni saizi ambayo wewe mwenyewe utakuwa unahitaji maji yakifika sehemu gani yakate. Sawa? Umenielewa sijui? Na hii float switch kazi yake, yani
hii maji yatakapoigusa hii float switch yenyewe, float switch ina kawaida ya kufanya nini? Inainuka hivi. Hii ni boya. Yaani maji yakikaribia ile float switch yenyewe inafanya nini? Inainuka. Alafu yakipungua yanarudi. Maana katika tanki lako maji hayatapungua na maji hayatamwagika. Sawa? Kwa hiyo ukiishaiweka hapa, tafuta waya yako nyingine, utaunga katika hizi waya tatu, utapeleka moja kwa moja mpaka katika pampu yako ilipokuwa. Sawa? Kama ipo karibu, safi. Kama iko mbali pia ni waya, tafuta tu waya, unga waya zako hapo, peleka moja kwa moja mpaka katika pampu. Kuna sehemu tofauti ambazo una uwezo mwenyewe wa kufanyia connection. Nikwambie tu, una uwezo kufanyia connection kwenye DP switch. Yaani una uwezo kupeleka waya wako ambayo inatoka katika float switch moja kwa moja mpaka katika DP switch. Na ikishafika hapo ndani kutakuwa na waya 6. Na maanisha input ambayo inatoka katika body, kutakuwa na output ambayo inaenda katika pampu, na kutakuwa kuna waya zako hizo 3 ambazo zinaenda katika float switch. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini hatua nyingine rahisi sana, usiipeleke katika DP switch, ipeleke katika pampu. Kwa hiyo nikikuelekeza sasa hivi kuunga katika DP switch, manake utaweza kuunga pia katika pampu. Na nikikuelekeza kwenye pampu, utaweza pia kuunga katika DP. Yaani sehemu mbili zote utaweza kufanya connection vizuri. Nitegee sikio. Sawa? Namba zangu hizo hapo chini, kama bado haujajiunga na darasa la WhatsApp, namba hizo hapo chini, nicheki muda wowote, nitakuunga kwa gharama nafuu sana. Nikukumbushe tu kwa wewe ambaye bado unahitaji flash disk na CD ambazo zina full tutorial, madarasa yote ya umeme yapo humo ndani kwa gharama nafuu sana. Utaipata popote ulipokuwa katika nchi hii hapa. Sawa, hata wewe ambaye uko Kenya, Nairobi na Uganda, Somalia, huko kote mizigo inafika vizuri sana. Okay. Ukichukua waya zako zile ambazo zinatoka katika float switch, ukiileta katika pampu, utafungua zile waya ambazo zimetoka kwenye DP switch, yani outlet ambayo imekuja katika pampu pale. Sawa? Utafungua live na neutral. Alafu zile waya 3 ambazo zimetoka katika float switch, waya moja ambayo ni nyekundu, waya moja ambayo ni nyekundu, ichukue ile waya ifunge katika sehemu moja katika zile waya mbili ambazo utazifungua. Yaani utakapopeleka waya zako zile 3 katika pampu, sawa? Katika pampu ulifungua waya ambazo zimetoka katika DP switch. Sawa, nisikize kwa makini. Live pamoja na neutral. Hapa sizungumzi S. F ipo sehemu yake. F hutaki kuifungua vyovyote vile. Sawa, nimekupigia hesabu za waya lakini F sijakutajia, lakini S iko sehemu yake ile ile. Tumeelewana sijui. Kwa hiyo zile waya 3 ambazo zimetoka katika float switch, nilikwambia kuna blue, kuna nyekundu na kuna nyeusi. Sawa. Kwa hiyo katika ile pampu, waya ambazo zimetoka katika DP switch ambayo ilikuwa inawasha zamani hii pampu bila kuwa na float switch, fungua waya nyekundu. Sawa. Waya nyekundu ile ifungue pale. Tumeelewana sijui. Ifungue waya nyekundu ambayo ilipo katika pampu, alafu bakisha waya hiyo moja ya neutral pale kwenye pampu. Sawa. Baada ya kufanya hivyo, chukua katika zile waya 3 ambazo zinatoka katika float switch, chukua waya nyekundu inayotoka katika float switch, funga pale ulipotoa ile waya nyekundu iliyotoka katika nini? Katika DP switch. Sio, mnanielewa? Mnanielewa? Okay, najua mnanielewa. Baada ya kufunga hivyo, maana yake zitabaki waya hizo, waya 2. Tumeelewana? Zitabaki waya hizo, waya 2. Nimesemaje? Waya ambayo utaifunga nyekundu, zile waya ambayo umeichomoa pale katika pampu ilikuwa ni nyeusi. Nyekundu maana yake inaning'inia sasa hivi. Sawa? Nyekundu inaning'inia, ile nyekundu ambayo umeifungua ya kwenye pampu inaning'inia. Lakini nyekundu ambayo umeifunga kutoka katika float switch tayari umeshaifunga. Kwa katika pampu utakuwa umeshafanya nini? Umeshamaliza. Kutakuwa na nyekundu moja ambayo inatoka katika float switch, na kutakuwa na neutral ambayo imetoka katika nini? Katika DP switch. Sawa. Nikwambie tu wewe mwanafunzi, huwezi kupata haya masomo na kufundisha mimi katika iko chuo ambacho unasoma wewe. Kwa hiyo nitegee sikio vizuri sana ili uweze kupata kitu. Kwa hiyo zimebaki waya 2 ambazo zinatoka katika float switch. Na imebaki waya hiyo nyekundu moja ambayo tuliifungua
pale katika pampu ambayo inatoka katika DP switch. Sasa hii pampu itawaka vipi? Pampu haiwezi kuwaka hapa kwa sababu float switch ndo itakuwa inataka yeye, inaruhusu leo pampu iwake, sasa hivi pampu izime. Tumeelewana? Na ndio maana tumeunga nyekundu inayotoka katika float switch tukaifunga pale. Kwa hiyo ikawa imebaki waya moja ambayo kutakuwa na blue na neutral ambayo zitabaki, yani nyeusi pamoja na blue. Alafu nikwambie tu kitu kimoja mwanafunzi wangu, katika waya za float switch hakuna neutral. Benielewa? Hakuna neutral. Kuna rangi nyeusi, rangi nyekundu na rangi ya blue. Zote hizo ni phase. Hakuna neutral pale. Tumeelewana? Kwa hiyo katika zile waya mbili za blue utachagua wewe ni waya gani ambao unataka kuitumia. Kama ni blue, ichune waya wako ya blue, alafu unga na ile waya nyekundu ambayo umeifungua pale katika pampu, ile nyekundu ambayo imetoka katika DP switch. Iunge vizuri, piga tepu. Sawa? Alafu waya nyingine iliyobakia moja inayotoka katika float switch, ikate, piga tepu vizuri kabisa. Kawashe mzigo wako. Ukishawasha hapo, kule ukiwa umeiseti vizuri katika tanki lako, sawa? Maji yakikaribia itafanya nini? Itakata. Maji yakipungua itarudi. Sio, umenielewa? Na kama bado haujaelewa mwanafunzi wangu, just rewind hii video ili uweze kuelewa sana. Rudisha tu nyuma, usichoke. Rudisha nyuma ili uweze kuelewa vizuri. Sio nirudie pale kwenye kufanya connection, nirudie. Okay, acha nirudie kwa faida ya watu wote ambao hamjanielewa. Nyekundu ambao umeifungua katika pampu utaiunga na waya yoyote ambayo inatoka katika float switch. Kama ni blue au ile rangi nyeusi, utaipiga tepu. Na nyekundu ambayo imetoka katika float switch utaifunga pale ulipoifungua nyekundu iliyotoka katika DP switch. Kama bado hujanielewa, I say nitakuchapa. Sawa? Sina kutania bwana, sisi kuchapa mwanafunzi wangu. Nadhani watu wote mtakuwa mmenielewa. So nikukumbushe tu, unaweza ukanifollow Instagram _la_umeme, ambako hapa pia tutakuwa tunaposti picha, tutakuwa tunaposti short video ambazo zitakuwa zinakujenga wewe mwanafunzi wangu ili uje kuwa fundi mzuri. Mimi mwalimu wako Mtema ambaye nilikuletea darasa la leo, na next class itakuwa ni jinsi ya kufunga float switch kwa kutumia contactor. Nikwambie tu usisahau kunifollow Instagram, na pia usisahau kujiunga na darasa la umeme la WhatsApp. Namba zangu hizo hapo chini.